Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza nyongeza kubwa ya kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000 ikiwa ni ongezeko la 35.1. Tangazo hilo limetolewa katika hotuba ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika kwenye viwanja vya Bombardier Singida, ambako Rais Samia alikuwa mgeni rasmi kwenye sherehe hizo zilizowakutanisha maelfu ya wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali nchini. Rais Samia amesisitiza kuwa wafanyakazi wana mchango mkubwa katika ustawi wa taifa na kuongeza kuwa mafanikio ya kiuchumi yanayotajwa leo hii nchini hayawezi kutokea bila juhudi za watumishi katika sekta mbalimbali. Mbali na nyongeza ya mshahara, Rais Samia ameahidi kuendelea kuimarisha mazingira ya kazi, kushughulikia malalamiko ya watumishi kwa wakati na kusimamia haki mahali pa kazi kwa lengo la kuongeza tija na ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amebainisha kuwa juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa wafanyakazi nchini zimewezesha mazingira salama na manufaa ya kiuchumi na kijamii, ikitekeleza pia kwa vitendo adhima yake ya kuboresha maisha ya wafanyakazi. Waziri Mkuu Majaliwa ameeleza hayo wakati akitoa salamu zake za siku ya wafanyakazi duniani leo hii Mei Mosi mwaka 2025 katika viwanja vya Bombardier mjini Singida, akizitaja juhudi hizo kuwa ni pamoja na kuimarisha mazingira ya kazi nchini, kuongeza fursa za ajira pamoja na juhudi za kuendeleza mazungumzo kati ya serikali, waajiri na vyama vya wafanyakazi nchini Tanzania. Katika hatua nyingine, Majaliwa amesema akiwa mjini Singida ametembelea vyama mbalimbali vya wafanyakazi mkoani hapo na kueleza kuwa wote wametuma salamu kwa Rais Samia wakimshukuru kwa mageuzi mbalimbali kwenye sekta ya ajira, wakieleza kuwa watamlipa wema wakati itakapofika wa upigaji kura kwenye uchaguzi wa Oktoba. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amesema utekelezaji wa majukumu katika wizara hiyo umekuwa mwepesi ndani ya miaka 4 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kasi, maelekezo na dhamira ya kweli ya rais katika kutimiza ahadi zake kwa wafanyakazi. Akizungumza hii leo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambapo alikuwa akifanyika katika viwanja vya Bombardier mjini Singida, Ridhiwani Kikwete amesema serikali ya awamu ya 6 imeleta mabadiliko makubwa katika sekta ya kazi na ajira kwa kuweka mifumo thabiti inayorahisisha utekelezaji wa majukumu. Waziri Ridhiwani ameeleza kuwa hatua hizo ni matokeo ya maboresho makubwa ya mifumo ya utendaji ndani ya serikali, ikiwa mfumo wa tehama unaowezesha haki za wafanyakazi kushughulikiwa kwa wakati bila gharama kubwa wala urasimu. Katika hotuba yake, Ridhiwani ametoa shukrani kwa Rais Samia kutekeleza ipasavyo ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ambayo iliahidi utoaji wa ajira milioni 8 ifikapo mwaka 2025. Amesema kuwa kwa sasa serikali tayari imetoa ajira zaidi ya milioni 9, hivyo kuvuka lengo la ilani. Aidha, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kazi, kuhamasisha ajira kwa vijana na kusimamia maslahi ya wafanyakazi wote nchini bila kujali sekta wanayotoka. Na chama cha waajiri Tanzania ATE kimempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa alizoonyesha katika kuboresha mazingira ya biashara, kuvutia wawekezaji na kuboresha fursa za ajira nchini. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa ATE Bwana Oscar Mgaya, ambaye amesema serikali imefanya kazi kubwa kuhakikisha ukuaji wa uchumi na ustawi wa sekta binafsi unazidi kuimarika, ambapo Bwana Mgaya amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati kama reli ya kisasa SGR, mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere JNHPP na maboresho ya shirika la ndege la ATCL, akibainisha kuwa miradi hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ajira na kuchochea shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali nchini. ATE pia limepongeza kauli mbiu ya mwaka huu ya Mei Mosi, ikisisitiza kuwa viongozi wanaojali haki za watu wote huchangia kudumisha amani, hali ambayo ni msingi imara wa uendelezaji wa biashara na ajira bora nchini.
Hii ni Mbayu TV, na kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa pale Instagram. Sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, utufuate huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Langu jina ni David Edward.